Ibn Mas'ud anasema, amesema mtume wa Allah, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hakika kipindi ambacho kinakaribia kusimama kiyama, kutakuwa na tatizo la watu kusalimia watu maalumu. Mtu anachagua watu wa kuwasalimia. Na zama tulizonazo jambo hili lipo kwa wengi. Mtu hasalimii isipokuwa tajiri au bosi wake au fulani ana cheo ndiye anayemsalimia. Miongoni mwa dalili za kiyama alizozitaja mtume Muhammad, anaendelea mtume Muhammad anasema, na kuenea kwa biashara kwa wingi mpaka imefika hali mwanamke anashirikiana na mume wake katika biashara. Ni katika alama ya kiyama. Tukirudi nyuma, wanawake walikuwa hawashiriki katika biashara mbalimbali. Watakuwepo ndani ya biashara, lakini hawezi kuchanganyika baina ya mwanamke na mwanaume. Mtume Muhammad alikuwa ni mmoja katika wafanyakazi wa bosi ambaye aliyekuwa ni Khadija. Alikuwa ni tajiri, lakini alidiriki kumpa majukumu mtume Muhammad afanye biashara yeye, mwanamke abaki nyumbani. Lakini zama tulizonazo, wanaume na wanawake wanagombana na kupigana vikumbo masokoni na maeneo ya biashara. Hii ni katika alama ya kiyama. Mtume Muhammad akasema, katika alama ya kiyama ni kuvunja udugu wa shahadatu zur, na watu kutoa ushahidi wa uongo. Zama tulizonazo, mashahidi wengi si wa kweli, ni mashahidi wa mchongo. Na hii ni dalili katika dalili za kiyama. Mtume akaendelea akasema, wa kitman ash-shahada, na kuficha ushahidi wa kweli. Ushahidi upo lakini utafichwa ili watu wasijue ushahidi wa kweli. Mtume Muhammad akataja alama ya mwisho, wa dhuhurul qalam, na waandishi kuwa wengi. Tukiangalia mitandaoni, kila mmoja anaandika taarifa na anaeneza kwa kasi. Hizo ni katika dalili mbaya alizozitaja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.